Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefu Riyami, nitaka kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa na Saadi Sulemani. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Rais Dr. Samia ashiriki sherehe za kufunga kozi ya maafisa na wakaguzi wa jeshi la polisi. Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu nchini kwa kushirikiana na Umoja wa Maimamu MATA watoa tamko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Katika habari za kimataifa, Palestina zaidi ya 10 wauawa Gaza wakitafuta msaada wa chakula. Na mkapu la habari linaanzia jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka askari wa jeshi la polisi kuzingatia maadili na mafunzo wanayopewa ili kuhakikisha hadhi na heshima ya jeshi hilo inalindwa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akizungumza katika sherehe za kufunga mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi yaliyofanyika katika chuo cha taaluma ya polisi jijini Dar es Salaam. Rais Dr. Samia amewataka maafisa na wasaidizi wakaguzi hao kwenda kutekeleza majukumu watakayopangiwa kwa kusimamia viapo vyao. Mkienda mkifata yote ambayo leo mmeyatamka kwenye kuapa na yale mlioyasema katika wimbo wenu, Tanzania tutakuwa na jeshi zuri mno la polisi. Kwa nendeni kasimamiane yale. Lakini nimesikiliza vizuri maeneo ya mafunzo mliopitishwa na nimeona kwamba yamezingatia nyanja zote muhimu za majukumu yenu. Lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo katika mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu. Hivyo kwa ujuzi huu mlioupata, ni matumaini ya Watanzania mtakwenda kuwa chachu ya maboresho na mabadiliko ya kiutendaji katika kukomesha vitendo vya uhalifu katika komandi na himaya zenu mtakazopangiwa. Akizungumzia vitendo vya rushwa kwa baadhi ya askari wa kikosi cha usalama barabarani, Rais Dr. Samia amewataka maafisa na wasaidizi wakaguzi hao wa polisi kuwa sehemu ya kusimamia maadili ndani ya jeshi la polisi. Haya ndio maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha, yapo, yanaendelea. Muda baada ya muda tunarushiwa viklipu, na mimi nikirushiwa wanamrushia IGP, watu wako wa barabara fulani, angalia. Na nashukuru nikimrushia hacheleweshi, anachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo nendeni kakomesheni mambo ya rushwa. Hamjafunzwa ili mpewe silaha zaidi za kwenda kukomesha watu kwenye mambo hayo. Mmefunzwa kwenda kutoa majawabu kwenye yale mambo ambayo jeshi letu linalalamikiwa. Kuhusu changamoto zinazowakabili maafisa na askari wa jeshi la polisi, Rais Dr. Samia amehakikishia serikali kuchukua hatua kadiri ya uwezo wa bajeti kuboresha maslahi ya vikosi vya ulinzi na usalama. Tayari tumeanza kuchukua jitihada mbalimbali na serikali ipo kuimarisha jeshi la polisi jinsi bajeti itakavyokuwa inaruhusu. Kadri bajeti itakavyoturuhusu tutaendelea kuboresha na kuliimarisha jeshi la polisi, lakini sio tu wao, na vikosi vingine vya ulinzi na usalama ndani ya nchi,
tukijua kwamba amani ndani ya nchi ndiyo maendeleo yetu. Bila ya amani hatuna maendeleo. Kwa hiyo tunatoa fedha yote hii kwa vikosi vya ulinzi na usalama ili kulinda amani yetu, tuweze kufanya maendeleo na kuleta ustawi wa taifa na watu. Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu nchini kwa kushirikiana na Umoja wa Maimamu UMATA imewataka Waislamu kutoyumbishwa na kufuata mkumbo, badala yake wajiandae kwa kushiriki vyema uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa studio. Tamko hilo lenye vipengele 11 limewasilishwa na Sheikh Amiri wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu nchini, Sheikh Musa Kundesha, akiwataka wanasiasa kutoa katika mstari wananchi kuelekea katika uchaguzi. Kwa hivyo wanasiasa wasitutoe katika mrengo, wasiwatoe raia katika njia sahihi inayotakiwa kwa sababu ya kutafuta kiki za kisiasa, na ninyi Waislamu msiwe imaa, wafuasi wa mkumbo bila ya kutafakari, mkajikuta mmekwenda katika jambo lisilofaa na mkaacha mambo ya msingi yanayotakiwa. Tunaomba litazamwe kwa usahihi, lakini wanasiasa hao tunaomba waliache jambo hilo mara moja na wachukue njia zinazofaa katika kuendea kile wanachokikusudia. Aidha, ujumbe huo umewasihi viongozi wa dini kutumia nafasi zao kuikosoa serikali kwa heshima na staha, ili kauli zao zisigeuke kuwa vyanzo vya migawanyiko na uvunjifu wa amani katika jamii. Waislamu sisi tukizungumza amani, hatuzungumzi katika jicho la uchawa. Yani kama ambavyo kuna watu leo wanaogopa hata kuzungumzia jambo la amani, kwa sababu kuna watu wamejalia kwamba kuzungumzia suala la amani unakuwa kama vile chawa fulani. Waislamu tusione haya, tusione aibu, wala tusirudi nyuma kwenye kulizungumzia suala la amani na kwenye kuonesha ulimwengu kwa amani natakiwa kulindwa kwa gharama yoyote ile, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kucompromise imani. Yawe hayo mabadiliko yanayosemwa, mabadiliko, ukibadilisha amani kwa kutaka mabadiliko, hayo mabadiliko ukiyapata wakati amani imetoweka, unapata nini tena? Kupitia baraza hilo lilolenga kutoa elimu kuhusiana na masuala ya hija, limetoa wito kwa Waislamu na jamii kwa ujumla wake kushikamana katika kuenzi maadili, amani na maendeleo endelevu. Jumuiya ya Tabia za Kiislamu JAI katika mkoa wa Iringa wameomba kupewa ushirikiano wa kutosha kutoka watumishi wa vituo vya afya ili kurahisisha zoezi la utoaji huduma na misaada kwa wagonjwa wenye uhitaji. Ramadhani Yahya anatuarifu zaidi. Hayo yamezungumzwa na Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Tabia za Kiislamu JAI Iringa, Ustadhi Hassan Kasim Mlanga, wakati akifanya mahojiano na wanahabari ndani ya viunga vya hospitali ya Rufaa Iringa walipowatembelea wagonjwa. Katika baadhi ya hospitali kumekuwa na hata magereza kumekuwa kuna watendaji ambao sio waadilifu. Yaani misaada inahitajika, lakini yeye anafanya makusudi tu kuwazuia nyinyi msitoe ile huduma katika haya maeneo. Na hili nalo niliseme kwa upana na niombe watendaji katika mahospitali, lakini vile vile maafisa huko magereza waendelee kutupa ushirikiano mzuri. Sasa hivi hali ni nzuri zaidi kuliko tulivyokuwa tunaanza, lakini naomba waboreshe zaidi ili ule ukiritimba kuzuia kusikokuwa na maana basi kuendelee kupungua. Aidha, katibu huyo amewaomba wahisani mbalimbali kuunga mkono katika ununuzi wa gari la wagonjwa litakalosaidia harakati zao za kuwahudumia wagonjwa. Kwa hiyo kama kuna mdau atapenda kushirikiana nasi na akatusupport, tungetamani sana tupate ambulance, kwa sababu tunatoa wagonjwa hapa hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa na hospitali zingine za mkoa wa Iringa kuwapeleka kwenye hospitali za kibingwa kama vile hospitali ya Rufaa, hospitali ya Taifa Muhimbili na hospitali nyingine za rufaa kama vile Benjamin Mkapa Dodoma. Kwa hiyo tukipata ambulance au usafiri kwa namna moja ama nyingine itarahisisha utendaji kazi. Tunazika maiti, tunaenda kule makaburini, lakini pia nako pia tunahitaji vitendea kazi kiwemo hayo magari, sanda na vitu vingine vinavyohusiana na uzikaji. Kumbukwe JAI tuna kibali cha kitaifa kuzika maiti wote Waislamu ambao watakuwa wanaonekana hawana ndugu.
Kwa sisi tunapofanya hili, basi tunahitajia tuungwe mkono katika upatikanaji wa vitendea kazi hivi. Kwa upande wake, daktari wa idara ya upasuaji mkubwa katika hospitali hiyo ameomba watumishi kujali na kuthamini sadaka zinazotolewa na JAI pamoja na taasisi nyingine. Kwanza, kwa ushirikiano unaotolewa na hospitali ni mkubwa, kwa sababu management ya hospitali ikishatoa ushirikiano, kwa kinachobaki kwa watumishi wengine ni kuwaelimisha polepole. Sasa linapokuja swala la kuelimishana, nafikiri uelewa unakuwa unatofautiana kutoka mtumishi mmoja mpaka mtumishi mwingine. Lakini ukiangalia kwa management ya hospitali, jambo hili sio geni, inalifahamu na inalisupport, inatoa 100% ushirikiano bila kuwa na kikwazo chochote. Kwa hao watumishi wengine, mimi wito wangu ni kwamba hii ni sadaka. Sadaka inapotolewa uwezi wewe kuizuia kwa niaba ya mtu mwingine. Kama wewe unaona haifai, wewe ni bora uiache, yule mlengo aliyekusudiwa aipokee sadaka yake, na inaweza kumsaidia kwa namna moja au nyingine ambayo wewe pengine usingeweza kumsaidia. Pia Amirati wa JAI mkoa wa Iringa Bi Fatuma Damu Yenga amesema wameamua kufanya zoezi hilo ili kuwafariji wagonjwa na kuondolea upweke. Tumefanya hivi kwa sababu kwanza kabisa tumeweza kuleta chai na uji asubuhi, lakini leo tukaona kwamba tule na wagonjwa chakula hiki kwa mapenzi, kuona kwamba hatutakula peke yetu namna tunavyowakuta wagonjwa walio dhaifu ndani ya hospitali. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Iringa, mimi ni Ramadhani Yahya wa Mahasin TV. Tukielekea kisiwani Unguja, taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar ZAHRI inataraji kusaini mashirikiano ya pamoja MOU na kiwanda kikubwa cha dawa kutoka China Baihul Pharmaceutical atakayowezesha kufanya tafiti za ndani na maabara ya kisayansi kwa ushirikiano wa pamoja na kiwanda hicho. Saadi Suleiman na undani wa taarifa hiyo. Katika kusaini makubaliano hayo, ujumbe wa kiwanda hicho ukiongozwa na meneja mkuu Profesa Guo Seong umewasili visiwani Zanzibar na kupokelewa na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar, Daktari Mayasa Salum Ali. Ni ugeni muhimu sana ambao una lengo la kuimarisha taasisi yetu ya utafiti wa afya katika masuala mazima ya ugunduzi wa dawa mbalimbali. Na kwa upande wa China, wao ni wagunduzi wa dawa muhimu sana ya Temsin ambayo imekuwa ikitibu malaria kwa muda mrefu sana na imeokoa maisha ya watu wengi sana dunia nzima. Hawa ni wagunduzi ambao wana sifa kuu sana duniani katika upande huo wa nyanja za dawa mbalimbali pamoja na dawa ya malaria. Hapa tutashirikiana pamoja na watu wetu mbalimbali katika Wizara ya Afya na kushirikiana nao ya kuona namna gani tunaweza tukaitokomeza malaria kabisa ndani ya Zanzibar. Mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar, Bilahli Badruddin Khamis, amesema kupitia mradi huo inakwenda kujengwa maabara ya pamoja kati ya taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar na taasisi hiyo ya Uchina. Tuliomba mradi kwa pamoja kati ya taasisi yetu ya ZAHRI pamoja na hawa wanasayansi katika serikali ya China, na ulikuwa kwa kweli mradi huu una ushindani mkubwa kwa sababu zaidi ya taasisi 300 katika nchi mbalimbali Afrika waliuomba, lakini sisi pamoja na wao tumefanikiwa kuwini mradi huo, ambao lengo la mradi huu kwanza ni kuweka maabara ya pamoja ambao tutakuwa tunashirikiana baina yetu sisi na hawa taasisi za Kichina kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali hapa Zanzibar. Na tafiti kubwa zitalenga katika kutafuta dawa mpya ambazo tunaweza zinaweza kutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa ya maambukizi ikiwemo malaria na maradhi mengine. Meneja mkuu kiwanda cha dawa nchini China Baihul Pharmaceutical Profesa Guo Seong amesema China itaendelea kushirikiana na Zanzibar katika masuala mbalimbali ya utafiti pamoja na kuwajengea uwezo wa wataalamu wa taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar. 这种友谊也是源远流长的我们希望通过这个项目的话呢更加加深彼此这方面的联系及友谊。我希望的话呢以后我们不仅在我们说中医药方面的一个联系包括我们说旅游，包括一些其他的工业。 Mbali na ugeni huo, taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar pia inategemea kupokea ugeni mwingine kutoka taasisi ya utafiti wa dawa zitokanazo na vitu vya asili kutoka China, Institute of Chinese Material Medical, pamoja na chuo cha sayansi cha afya, Chinese Academy of Medical Science, ambazo zote zitashirikiana kufanya tafiti za afya kisiwani Zanzibar.
Na tukiwa bado kisiwani Unguja, kikosi cha zima moto na uokozi kimefanikiwa kuudhibiti moto ulioibuka katika nyumba moja iliyopo eneo la Kombeni, wilaya ya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi, na kupelekea hasara ya kuteketea mali mbalimbali zilizokuwemo ndani ya nyumba hiyo. Akisimulia namna walivyofanikiwa kuudhibiti moto huo ili usienee zaidi na kuleta madhara makubwa, stesheni sajin wa kikosi cha zima moto na uokozi Ibada Ali Abbas amesema wamefanikiwa kuokoa kiasi cha pesa ambazo thamani yake haikuweza kufahamika kwa wakati huo, akitoa wito kwa wananchi kutoa taarifa ya maokozi haraka iwezekanavyo. Tunaona si wananchi, inapotokea majanga ya moto tuwe haraka sana kupiga 114 kwa ajili ya utekelezaji wa matukio mbalimbali ya moto. Wakisimulia namna moto huo ulivyoibuka majira saa 2 usiku katika nyumba hiyo inayomilikiwa na Abubakar Muhammad Salum, baadhi ya jirani wameshukuru kikosi cha zima moto kwa kuwahi haraka eneo la tukio na kufanikiwa kuudhibiti moto huo. Kwa ndani tunasikia harufu ya mpira unaungua. Tukatoka nje tukaona moshi unatoka. Tukasogea mbele tukaona moto mwingi. Ndipo tukatafuta msaada wa watu ili tusaidiwe kuzima. Baada ya kuona hali imekuwa ngumu, tukampigia simu sheha kwa kutaka msaada wa faya. Tunashukuru msaada wa faya umefika kwa muda mzuri. Tunashukuru kwa hiyo changamoto imefanyika vizuri. Moto huo ambao chanzo chake kimetajwa kuwa ni hitilafu ya umeme au kuleta madhara kwa binadamu, kama anavyoeleza mmiliki wa nyumba hiyo. Ndani ya nyumba nilikuwa hamna mtu, milango imefungwa. Kwa hatukujua wapi umeanzia na wapi umemalizikia. Kwa hiyo baada ya kuona majirani moto tukaitana, tukaanza kuzima kwa madoo, huku tushaita fire, lakini sasa moto ulikuwa mkali sana. Na kwa taarifa hiyo ya ajali ya moto kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Rwanda imetangaza kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati ECOWAS, ikimshutumu nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutumia njama kushawishi nadharia ya umoja huo. Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Rwanda imesema katika taarifa yake kwamba haki ya Rwanda ya urais wa zamu kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 6 cha mkataba kuanzisha ECOWAS ilipuuzwa kwa makusudi kwa maagizo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilitaja kutengwa kwa Rwanda katika mkutano wa 22 wa kawaida wa ECOWAS huko Kinshasa mwaka 2023 chini ya mwenyekiti wa Kongo, huko mvutano kati ya nchi hizo mbili ukipamba moto. Uteuzi wa mwenyekiti mpya wa ECOWAS ulipangwa kufanyika siku ya Jumamosi, uliahirishwa baada ya DRC kuripotiwa kupinga uhamisho wa mwenyekiti wa zamu kutoka Guinea Ikweta na kupewa Rwanda.
Hatua hiyo muhimu ya Kigali ilitangazwa mwishoni mwa mkutano wa 26 wa kawaida huko Malabo, Equatorial Guinea. Inaashiria mvutano unaoongezeka kati ya Rwanda na Kongo kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo. Ripoti zinasema kuwa juhudi za mamlaka za awali za kujaribu kupunguza mvutano kati ya Kinshasa na Kigali katika mikutano ya faragha kando ya mkutano huo zilishindwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa DRC, jambo ambalo Kigali inakanusha. Huko Mashariki ya Kati, shirika la ulinzi wa raia wa Gaza limesema mashambulizi ya Israeli siku ya Jumapili yamewaua takriban watu 10 wakiwemo wasichana 2 katika ukanda huo. Msemaji wa shirika hilo Mahmoud Basal amesema miili ya watu waliouawa na majeruhi wamepelekwa katika hospitali ya Nasr iliyoko katika mji wa kusini wa Gaza, Rafah. Watu hao walikuwa wakielekea katika kituo cha usambazaji wa misaada kinachoshukiwa kuwa na uhusiano na Israel na kinachoungwa mkono na Marekani, GHF, wakati vikosi vya Israel vilipowafitulia risasi kwa madai kwamba walikatiza katika maeneo yasiyoruhusiwa ya vikosi vyao. Hayo yanajiri wakati waziri wa Israel Katz akisema kwamba ameliagiza jeshi kuzuia msafara wa misaada wanajumuisha mwanaharakati wa mazingira wa Sweden Greta Thunberg kutokutia nanga kwenye ukanda huo wa Gaza. Boti hiyo aina ya Madeline iliondoka Italia Jumamosi kwa lengo la kuifahamisha dunia kuhusu ukosefu wa chakula Gaza, ambao Umoja wa Mataifa umeelezea hali katika eneo hilo linalokumbwa na vita kuwa eneo linalokabiliwa na kiwango kikubwa cha njaa duniani. Mwanaharakati Greta Thunberg alirekodi video fupi akielezea namna walivyozuiliwa na kutekwa katika bahari ya kimataifa. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi imerusha droni 479 nchini humo usiku wa kuamkia Jumatatu katika mashambulizi makubwa kuwahi kushuhudiwa katika vita hivyo. Pamoja na droni, makombora mengine 20 aina tofauti pia yalivurumishwa katika maeneo mengine ya kati na magharibi mwa Ukraine. Hata hivyo, jeshi hilo limesema lilifanikiwa kudungua droni 277 pamoja na makombora 19 na kwamba ni droni 10 zilizopenya kulenga maeneo yaliyokusudiwa na Urusi. Haikuwa rahisi kuthibitisha madai ya Ukraine, lakini kwa kawaida mashambulizi ya anga ya Urusi huanza jioni na kumalizika mapema alfajiri, kwa sababu inakuwa vigumu kuzibaini droni gizani. Urusi hivi karibuni imekuwa ikishambulia maeneo ya makazi kwa droni aina ya Shahid nchini Ukraine katika vita vyake vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3. Mashambulizi hayo yamesababisha mauaji ya zaidi ya watu 12,000, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Urusi kwa upande wake imesema inalenga tu miundombinu ya kijeshi na sio maeneo ya kiraia. Saad Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saad Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Rais Dr. Samia ashiriki sherehe za kufunga kozi ya maafisa na wakaguzi wa jeshi la polisi. Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu nchini kwa kushirikiana na Umoja wa Maimamu MATA watoa tamko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Katika habari za kimataifa, Palestina zaidi ya 10 wauawa Gaza wakitafuta msaada wa chakula. Na kwa nukta hiyo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah kwa majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuriami leo kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa na Saad Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kutoka TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa.
Na mamlaka ya hewa inaendelea kutoa angalizo la vipindi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika baadhi ya maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ikihusisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, pia mikoa ya Lindi na Mtwara. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na mifumo ya anga inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo machache hapa nchini, hususan yale ya pwani yetu ya kaskazini. Na kwa usiku wa leo, hali ya baridi bado inatarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo, hususan yale ya nyanda juu kusini magharibi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Na kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, hususan kwa usiku wa leo, tunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache hususan ya mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia mvua katika maeneo machache hususan siku ya tarehe 11. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufia hapo, kutoka mamlaka ya hewa kuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.